Mamlaka za uhamiaji za nchini Angola zinatuzuia na kutukatalia kuingia nchini Angola. Mimi pamoja na wajumbe na zaidi ya viongozi wakuu 20 na wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kusini mwa Afrika ambao tuliwasili Rwanda mapema leo hii kwa ajili ya mkutano wa siku 2 uliopangwa. Kundi hili linajumuisha makamu wa kwanza wa rais aliyeko madarakani kutoka Tanzania, rais wa zamani wa Botswana, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho, pamoja na viongozi wengine wakuu wa kisiasa na wajumbe kutoka Kenya, Sudani, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji. Waangola na Watanzania ni ndugu. Tanzania iliwaandalia hifadhi Dr. Antonio Agustino Neto na wapigania uhuru wa EMPLA katika miaka ya mwanzo ya mapambano ya uhuru. Tuliunga mkono Angola katika hali zote, hata wakati wa uvamizi wa utawala wa ubaguzi wa rangi wa Afrika ya Kusini katika kusini mwa Angola katika miaka ya 1970 na mwaka 1980. Kama Angola, Tanzania ni mwanachama wa SADC na hivyo si wa Tanzania hatuhitaji visa ili kuingia Angola. Huu ni uonevu usiokubalika kabisa kwa raia wa mataifa ndugu na Afrika kutoka kwa mamlaka za uhamiaji za Angola, na unapaswa kulaaniwa kwa maneno makali. Hili ni andiko ambalo limeandikwa na Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, akilalamikia wao na wengine wengi kuzuiliwa kuingia nchini Angola kwa kile kinachodaiwa kwamba hakuna sababu zinazoeleweka. Kwa hiyo hili ni andiko la Tundu Antipas Lissu akiwa airport huko Angola bila kupewa sababu zote za msingi za kwamba kwa nini wanazuiliwa wasiingie nchini Angola. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema na chenyewe kimetoa tamko baada ya mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu kutoa kauli hiyo, lakini chama na chenyewe kimetoa tamko rasmi. Sasa kwenye barua Chadema imeandikwa taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema kinalaani vikali kitendo cha kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu kuingia nchini Angola ambako alipaswa kushiriki mkutano muhimu kuhusu masuala ya demokrasia. Mbali na Mheshimiwa Lissu, viongozi wengine wa upinzani kutoka Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zingine wamezuiliwa kuingia nchini humo bila maelekezo ya msingi. Tunafuatilia kwa ukaribu ili kubaini sababu za zuio hili na kuhakikisha haki za kidemokrasia za viongozi wa upinzani zinalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Hili ni tamko la Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, wakilaani kile ambacho amefanyiwa mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu huko nchini Angola, kwamba amezuiliwa asiingie nchini humo kwa madai yake bila kupewa sababu zote za msingi za yeye kuzuiliwa kuingia nchini Angola. Kwa hiyo nikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi zisambae au ziwafikie wengine wengi na wenyewe wazidi kuhabarika. Chao.